Shirika la kudhibiti maambukizi barani Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa DRC. Takriban wagonjwa 246 wamethibitishwa kuugua ugonjwa huo katika miji ya Mongwalu na Rwampara ambayo ipo katika jimbo la Ituri. Aidha, watu 65 wanaaminika kufariki kutokana na ugonjwa huo. Ugonjwa huo uligundulika katika sampuli ya damu ya wagonjwa 13 kati ya 20 zilizotoka Ituri. Sasa Ituri imekuwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi tangu mwaka 2021 katika hali ya kudhibiti makundi ya waasi ambayo yamekuwa katika eneo hilo kwa miaka mingi, ikiwemo Allied Democratic Forces iliyo na uhusiano wa karibu na kundi la Islamic State. Wakati huo huo, mtu mmoja amepatikana na ugonjwa huo nchini Uganda. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 59, raia wa DRC, alikuwa amelazwa katika hospitali ya Chibuli tarehe 11 mwezi huu akiwa na dalili za ugonjwa huo kabla ya kufariki. Kufuatia kisa hicho, Wizara ya Afya nchini Uganda imewataka raia kukaa mbali na mtu yeyote aliye na dalili hizo. Africa CDC inasema kuwa inafanya mikutano na serikali za DRC, Uganda na Sudan Kusini pamoja na washirika wengine ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kutokea nchini DRC tangu kuthibitishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976. Ugonjwa huu husambaa kupitia majimaji mwilini na husababisha kuvuja kwa damu na kuharibika kwa viungo vya mwili. Dalili za kwanza ni uchovu, kuumwa na kichwa na pia kuendesha. Mara ya mwisho kwa DRC kushuhudia mlipuko wa Ebola ilikuwa mwaka 2025 ambapo watu 64 walithibitishwa kuugua ugonjwa huo na 45 kufariki. Takriban watu 15 wamefariki kutokana na ugonjwa huo katika mataifa kadhaa ya Afrika katika muda wa miaka 50 iliyopita. Maafisa wa shirika la afya duniani wanaohudumu nchini DRC na wataalamu wa WHO wako nchini Italia na wanafanya kazi kwa karibu na mamlaka za afya kutoka DRC ili kukabiliana na kudhibiti mlipuko huu. Ijumaa hii nimeidhinisha dola 500 za Kimarekani kutoka kwa hazina ya dharura ya WHO ili kutumiwa katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Ili kuelewa zaidi maambukizi hayo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Thomas Mukwana ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii kwa karibu. Africa CDC, serikali ya DRC, serikali ya Uganda na serikali ya South Sudan, washikadau wote wa afya wamekutana kujadili maneno haya, lakini hakuna mtu anayejua kufikia sasa ni strain gani ya Ebola, lakini kila mtu ameweka kwenye onyo kubwa katikati ya mambo haya yote, that is DRC, Uganda and South Sudan. By the way, hao wote wanashare mipaka, so ni rahisi sana virusi vya Ebola kupita katikati ya mipaka kwa sababu ya trade, watu kukutana, kuongea na pia vita vinavyojulikana kuwa Eastern DRC. Dalili za ugonjwa huu zilianza kuonekana wakati gani ndiposa kukaweza kutangazwa kwamba Africa CDC wakaweza kutangaza kwamba janga limeweza kutokea tena katika taifa la DRC? Africa CDC hawajasema mkurupuko huu mpya umeanza lini. Wamesema tu kuwa 65 wameaga dunia, lakini mara ya mwisho mkurupuko huu kufanyika DRC ilikuwa last year 2025. Na watu 45 waliaga dunia. Ilikuwa katikati mwa DRC, province inayojulikana kama Kasai province. Kwa sasa hakuna mtu anayejua miji mingapi iko infected, lakini miji miwili ndio iko katikati ya huu mkurupuko mpya. Na niliyosema iko katika karibu na mipaka ya DRC na Uganda na South Sudan. Pengine ni kwa nini taifa hili linapata ugonjwa wa Ebola kila wakati? Well, kwa kizungu madaktari wanaita endemic region. Endemic region kumaanisha ni eneo ambalo mkurupuko wa Ebola ni rahisi kutokea. And this is because Ebola inakuwa transmitted between binadamu na wanyama. So fikiria mtu ameenda msituni kutafuta chakula, ameua mnyama. Huo mnyama akiwa na Ebola ako affected kwenye damu, ukiconsume nyama ile unapata Ebola. Alafu pia damu katikati ya binadamu, bodily fluids, na Ebola very risky kwa sababu 25 to 90% fatality rate, kumaanisha kuna 90% au 25, katikati ya 25 na 90 kuwa utaaga dunia baada ya kuwa infected na hiyo Ebola. Lilo muhimu kwa sasa tunalojua ni kuwa one of those researchers wenye walidiscover Ebola in 1976
amesema kuwa mkurupuko huu si kama mkurupuko iliyopita. Kumekuwa na 16 before this one, 16 before hii, na 15 kati ya hizo 16 imekuwa strain ya Ebola inayojulikana kama Zaire. Na hiyo strain ndo wame come up na vaccine, medication for, lakini kulingana na huyo mtafiti, mkurupuko huu mpya umeonyesha dalili ya kuwa strain tofauti na hiyo, ambayo itamaanisha inaweza kuwa janga kubwa iwapo itakuwa confirmed. Ituri iko karibu na Uganda na Sudan Kusini. Je, serikali za mataifa hayo zimeweza kuzungumza chochote kuhusu ugonjwa huu? Mkutano huo kati ya CDC na WHO pia umehusisha washikadau wa afya wa Uganda, South Sudan na DRC penye mkurupuko huu umetokea. So hao wote wako involved kwa haya maongezi, na soon watatoa taarifa kuhusiana na nini linaloendelea kwa uhakika. Lakini hao wote wako involved kwa sababu wananchi wa Uganda, wananchi wa South Sudan wako kwenye uwezekano wa hatari kwa sababu ya new. Turudi katika sekta za afya, mpaka sasa zinasema nini? Zimelemewa, zinajimudu, zinaweza kudhibiti hali? Kama unavyojua, DRC iko kwenye shida kubwa sana ya vita. Kuna rebels ama waasi wengi sana, vikundi vingi vya waasi. Pia kuna ADF inayojihusisha na Al-Qaeda na IS, Islamic State. Kwa hivyo ni ngumu sana kujua vitengo vya afya vya DRC, Uganda na South Sudan vile vinaweza kuhandle situation ya Ebola tena ikitokea, kwa sababu Ebola nao ni very transmissible between people. So ni ngumu sana kujua vitengo vya afya vimejitayarisha aje, na kama unavyojua pia USAID walitoa funding nyingi sana ya kusaidia vitengo vya afya including Kenya pia na DRC across Uganda. So afya, obviously hii ni threat kubwa sana kwa uwezo wa serikali kujimudu wakati wa virus kama hii, kwa sababu ni mbaya sana. Asante sana Thomas Mukwana kwa mahojiano hayo ambayo alikuwa anatueleza kuhusiana na swala linaloendelea kule DRC. Agizo la serikali ya Kenya la kuongeza bei ya mafuta kwa mara nyingine tena limezua ghadhabu na kero miongoni mwa wananchi kote nchini humo. Wahudumu wa usafiri wa umma wametishia kushiriki mgomo wa kitaifa Jumatatu ya wiki ijayo, wakisema watatatiza usafiri kote nchini humo. Aidha, wahudumu hao wametangaza nyongeza ya 50% ya nauli, wakisema gharama za uendeshaji zimeongezeka. Hata hatua hiyo inajiri baada ya serikali kuongeza bei ya lita moja ya petroli kwa shilingi 16 na senti 65 za Kenya, ambayo ni sawa na senti 13 dola ya Marekani. Huku diesel ikiongezwa bei kwa shilingi 46 na senti 29 za Kenya, sawa na senti 36 za dola ya Marekani. Hata hivyo, bei ya mafuta ya taa haijabadilika. Serikali inasema sababu kuu ya ongezeko hilo ni mzozo wa Mashariki ya Kati, lakini kama Ahmed Bahaja anavyoeleza, wananchi wengi wanasema ongezeko hilo litaathiri maisha yao moja kwa moja. Wakazi katika jiji la Nairobi nchini Kenya hii leo wamekabiliwa na nyakati ngumu sana za kiuchumi baada ya serikali kutangaza ongezeko la bei ya mafuta. Lita moja ya petroli imeongezwa bei ya shilingi 16 ambazo ni sawia na dola senti 13, na lita moja ya dizeli imepanda kwa shilingi 42 ambao ni sawia na dola senti 36. Wananchi wa kawaida hii leo wamelalamikia pakubwa kupanda kwa ada za uchukuzi, wakilalama imeathiri pia gharama ya maisha. Kama asubuhi mimi ni asila nimekuja na bei fare ni 100, sawa, na hiyo 100 hata sipati kwa siku. Tunaomba tu tupunguziwe hiyo bei ya mafuta. Bei ya unga pia tuliambiwa unga ni 100, sasa tunanunua unga 170 na 200. Kwa hivyo atuangalie sisi asila. Mwananchi wewe unategemea 500, asubuhi ulipe 100, jioni ulipe 200. Utakuwa unafanyia kazi gani na uko na watoto wawili? Haki tunaona maisha ngumu juu sisi ni watu wa jua kali. Fare iko juu, mafuta imepanda. Pesa yenye tunafanya tunaharibu kwa barabara. Tunaingia kwa nyumba bila kitu. Sasa tunaomba serikali tafadhali uturudishie bei ya mafuta chini juu bei ya mafuta ndio kila kitu ya Kenya. Upande wao, wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma wanadai kwamba bei hizi zimeathiri biashara yao, kwani idadi ya wateja imepungua kwa kiasi kikubwa sana hii leo. Naona mahali tunaelekea kama nchi hatuelekei vizuri,
sababu hii nchi sasa mahali imefikia, itabidi sasa magari zote za matatu, mimi ni driver, tuweke magari zote kando, kuwe hakuna gari hata moja inatembea Kenya. Tusimamishe taifa isimame mpaka hii mambo ya mafuta isuluhishwe. Sisi kama vile tunategemea wasafiri hapa, itatuadhiri kwa njia kubwa sana, kwa sababu ya kwanza, abiria watakataa kusafiri kwa sababu bei imeongezeka. In normal days mafuta ikiwa sawa, ukija hapa utapata queue mpaka mlangoni. Kwa saa hii hata ukaangalia kwa online bado sales ziko chini. Hata ya walk-in customers bado ni wachache. Vile mafuta imeongezwa, tumelala tu juu hiyo bei, watu wanasikia iko juu na tena wateja hawakuji. Unaona magari zimesimama hivi. Abiria ana kitu, sisi yenyewe yanikuwa kulipo ni baraa. Mafuta yanikuwa imepanda sana. Wanafaa waangalie. Wahudumu wa sekta bodaboda nao wameghadhabishwa, wakikosa kujua hatima ya biashara yao, haswa bei hii ya mafuta kupandishwa kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mteja mahali ulikuwa unampeleka 100, sasa itabidi aingie kwa mfuko aongezee ifike 150. Naona ina affect mpaka uchumi wa customer. Juu sasa hivi venye mafuta na inapanda na bei ya juu sana, inafika mahali hata kukula tunakula mara moja kwa siku, na wengine wanakosa hata hiyo ya kukula. Sasa tatizo la bei mpya hizi za mafuta hazijawaathiri wafanyikazi wa sekta za uchukuzi pekee. Kuna wale wafanyabiashara wa vyakula, wa mama ntilie na hata mikahawa midogo wanahofia kwamba bei ya vyakula bila shaka nayo itapanda. Mambo yetu ni mambo ya chakula na chapati, sijui mandazi huku. Unaona, sasa itabidi tunaongeza bei pia, maana mafuta bado ikiwa imepanda, kila kitu yote kimepanda. Sasa hii nchi kila kitu unaambiwa